umeifanya, na walirudi na furaha kabisa. Sijui sisi tunaifanya kazi ya Yesu Kristo aliyetutuma na tunarudi kwa furaha. Wanaporudi, Yesu Kristo anatamani sana wapumzike kidogo, watulie, waweze kuwepo faragani. Ile kupumzika kidogo, anatamani sana wawepo faragani. Lakini kwa sababu ya kazi ambayo imethibitika ya Yesu, imethibitika hata kwa wanafunzi, makutano waliendelea kumfuata Yesu. Hata pale wanapotaka tu kupumzika, makutano tayari wakawasonga. Kazi yake Yesu Kristo haina kupumzika wala kuchoka, kama ambavyo sisi hatuchoki kula chakula, hatuchoki kujihudumia. Ndivyo kazi ya Yesu haina kuchoka, wanataka kupumzika. Na wanafunzi wanapokutana na yale makutano katika mazingira yale, wanafikiri Yesu Kristo anatatua tu tatizo la kiroho. Kumbe sivyo. Wanafikiri Yesu anatatua tatizo la kiroho. Kumbe Yesu Kristo anatatua matatizo yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si ya kiroho tu, anatatua matatizo yote. Yesu hakuacha makutano, alizungumza neno kwanza, alifundisha kwanza, aliwapa kwanza chakula cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokutana na wahitaji katika maisha yoyote yale yaliyowasonga, Yesu Kristo aliweza kuwajibika kwa nafasi yake. Katika mstari au katika mlango ambao tumesoma, Yesu anaonyesha ishara au anafanya muujiza wa kuwalisha maelfu ya watu, kama ambavyo Mungu mwenyewe kwa neema yake alivyowalisha wana wa Israeli wakitoka Misri wakiwa jangwani. Aliwalisha kwa namna ya tofauti. Muujiza ule wa jangwani ilikuwa ni kielelezo cha muujiza wa Yesu Kristo kuwalisha wanafunzi wake mikate, kwamba yeye ni nabii mkuu kuliko Musa. Yeye ni nabii mkuu kuliko Musa. Kule jangwani tunaona alipowalisha walipewa maelekezo au maagizo. Walipewa maelekezo au niseme maagizo juu ya kile chakula namna gani, ile mistari tuliyosoma. Lakini ukianza mstari ule wa mlango ule wa 16 kutoka mstari ule wa kwanza mpaka wa 36, ndipo hapo katikati tunakutana na yale maagizo. Lakini kuna mambo kupana maelezo pale, kupana manunguniko na hivi. Yumkini nisiseme sana, watu wakati mwingine hatufuati maagizo, tunakuwa na manunguniko, tunataka tutule chakula tu cha kiroho, tusifanye kazi. Hao walipewa maagizo wachukue kadri ya kile kiwango. Yumkini walikuwa hawafanyi hivyo, na wale ambao walikuwa hawafanyi hivyo walikosa baraka, badala ya kuzidishiwa wakapunguziwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maagizo ni muhimu. Kufuata maagizo ni muhimu kabisa. Kufuata maagizo ni muhimu. Na pale ambapo hatufuati maagizo, ni neema tu ya Mungu.
ni neema ya Mungu. Hivyo Yesu Kristo yumkini anatupa hata maagizo hata sisi. Anatupa maagizo katika maisha yetu. Pamoja na kwamba tumepata baraka nyingi, yumkini hata miujiza tumepata miujiza. Hata kupona ni muujiza. Hata pumzi ya leo ni muujiza. Lakini anatupa maagizo. Bwana Yesu asifiwe. Maagizo. Hata hii baraka ya kujenga pia anatupa maagizo. Kuwa waaminifu na watii. Ndio maana hata mwenyekiti wa kamati anasimama kwa ujasiri, kwa sababu anatembea na ile hofu ya Mungu. Ndio maana mnaiona kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Je, katika maisha yako umeifanya kazi ya Bwana kiasi kwamba hata wengine wanakusonga? Umeifanya kazi ya Bwana kiasi kwamba hata wengine wanakusonga, na wakati mwingine ukose hata namna ya kupumzika, kama wanafunzi na Yesu Kristo, ambavyo hata Yesu Kristo hapumziki kwa ajili yetu. Anaendelea kutupa afya, anaendelea kutulinda, anaendelea kutuponya, anaendelea kutufariji, anaendelea kutufanyia mambo mengi. Tunategemea kwamba yumkini tunawaza kwamba ni akili zetu na nguvu zetu. Sivyo. Anatupa maagizo. Anatupa maagizo kwa sababu yeye